Karibu Mpapai Digital, ili uwe wa kwanza kupata video zetu. Tafadhali tunaomba usubscribe, lakini pia usisahau kulike na kushare. Asante. Mimi niko tofauti kidogo. Sio kwamba tu Pamba aliwadhibiti Yanga. Yanga kipindi cha kwanza walicheza vibaya. Nataka kuambia ukweli ni huo. Yanga kipindi cha kwanza timu imecheza vibaya. Na imecheza vibaya kwa sababu ya tatizo lilokuwa nalo kubwa jana kipindi cha kwanza Yanga. Wachezaji ukitoka achana na mabeki hapa. Ndio kwenye mstari wa kiungo kwenda mbele. Jana Yanga kipindi cha kwanza kuanzia kwenye midfield kwenda mbele wachezaji walikuwa wamekaa mbali. Yaani alipo mchezaji mmoja wa Yanga na alipo mwingine kulikuwa kuna umbali wa zaidi ya mita 4 mpaka 5. Jambo ambalo lilikuwa linawafanya wapate ugumu kwenye kumiliki mpira wakishavuka uwanja kwenda kwenye goli la Pamba. Maana yake ni nini? Maana yake ikawa ngumu wao kutengeneza nafasi kwa sababu timu ilikuwa inashindwa kucoordinate kutoka kwenye midfield kwenda mbele. Huku chini hakuwa na shida yoyote kwa sababu ukimtoa Shabalala waliobaki wote Isaiah Patrick Mwenda, Jobu Mwamnyeto, Jigi Jiara, hawa wote wamecheza muda mrefu kwa pamoja. Kwa hiyo wanajua namna ya kulinki play. Lakini mpira ulikuwa ukivuka kutoka hapa kwa mabeki ukishafika kwenye midfield kwenda kwenye eneo la mwisho la kumalizia. Timu kipindi cha kwanza ya Yanga ilikuwa haiconnect vizuri. Coordination ilikuwa ngumu, muunganiko kulikuwa hakuna kwa sababu umbali walipo mchezaji mmoja na alipo mchezaji mwingine ulikuwa ni mkubwa. Zaidi ya mita 5 mita 6. Ukiwa na umbali mkubwa kama hivyo wa zaidi ya mita 5 mita 6, maana yake uwezekano wa watu kuingilia pasi zenu hapa katikati ni mkubwa. Na ndio maana Yanga jana kipindi cha kwanza walikuwa kivuka uwanja tu walikuwa wanaenda kwa Pamba. Pasi 7 hazifiki, pasi 5 6 hazifiki. Mpira umepotea. Either utakuwa kurusha au Pamba wametibua au wameshaunyang'anya wanaanza safari. Kwa hiyo kipindi cha kwanza Yanga jana hawakucheza. Kwa nini unajua ukirifa Yanga hii iliyocheza jana kipindi cha kwanza na Yanga iliyocheza kipindi cha pili. Tofauti yake unajua nini? Tofauti yake ni kwamba ya kipindi cha pili naona walifanyia kazi wakapunguza hiyo distance ya alipo mchezaji mmoja na mwingine. Kwa hiyo ikawa rahisi pasi kufika kwa mtu, lakini uzuri wa wachezaji wako wakishakuwa karibu, faida unayoipata pasi zinaweza kufika kwa uhakika kwa sababu haziendi umbali mrefu. Kwa watu ni ngumu kuzingilia kwenye njia kuzitibua. Hilo la kwanza. La pili, inakuwa rahisi ukiwa wewe umeupoteza mpira. Una faida mbili. Ya kwanza una uwezo wa kucounter press. Yaani ukipoteza tu pale pale una uwezo wa kuanza kuukaba ili upate mpira tena. Tafsiri yake ni kwamba mtakuwa hamtumii nguvu kubwa kunyang'anya mpira kwa adui kurudi kwenu kwa sababu mmekaa karibu. Mpira ukipotea maana yake pia upo karibu na nyinyi. Adui atakuwa karibu na nyinyi na mpira. Kwa hiyo rahisi kwenda kuwafanyia counter press, mnawanyang'anya mpira. Lakini faida nyingine unazuia quick transition. Mnapokaa karibu mkiupoteza transition kwenu inakuwa rahisi kutoka kwenye kushambulia kurudi kuzuia ili muweze kuicounter ili shambulizi linalotengenezwa na timu pinzani. Kwa hiyo kipindi cha kwanza Yanga jana wamecheza vibaya. Na mimi sina tatizo na viwango vya wachezaji wa Yanga. Shida ipo kwa kocha. Na nikimalizia hapo kwenye staili ya Yanga ilivyocheza. Hivi unajua kwa nini Yanga msimu uliopita ilikuwa licha ya kwamba ilipita kwa makocha watatu lakini ilichukua ubingwa? Wale makocha wote watatu walichobadilisha ni staili tu za timu itashambulia vipi. Lakini system ya timu ilikuwa vile vile. Yanga ya msimu uliopita kwa nini ilikuwa inaonekana ngumu kucheza nayo? Ikiwa haina mpira Yanga walikuwa wanakupush hapa kwenye midfield, wanakustretch uende pembeni. Na huku pembeni walikuwa wana wachezaji ambao wana uwezo wa kuflow, wanapanda wanashuka. Kwa hiyo huku na kwenyewe walikuwa na uwezo wa kukupini. Kwa hiyo wanakupush hapa katikati, kwako panakuwa pagumu, wanaweka pressure kubwa, wanakupush kwenda pembeni. Na wakikupeleka pembeni, huku sio sehemu hatari kama mtu anayekushambulia kutokea kati. Ukiweza kumpini adui yako asikushambulie kupitia kati, kupitia pembeni na kwa rahisi kukaba kwa sababu una advantage hizi mbili. Una beki huku kulia na kushoto namba 2 na namba 3. Hawa wanakuwa defenders wako wa kwanza, walinzi wako wa kwanza. Walinzi wako wa pili unajua wanakuwa kitu gani?
wanakuwa mstari huu wa touchline. Ule na wenyewe una act kama defender kiufundi. Kwa sababu huyu mchezaji anayekuja kushambulia, beki wako akiweza kumnyima njia kupita kwake, ataopti kwenda pembeni kwenye touchline. Kadri unavyompush kwenda kwenye touchline, ana uwezekano mkubwa mpira ataogopa usitoke, unaweza akakupa advantage ya kuchukua ule mpira. Kwa hiyo mimi kwangu naamini Yanga jana kipindi cha kwanza timu haijacheza vizuri. Alafu hiyo yeke hiyo nyingine shida niliyoiona kwa mwalimu kwenye kutumia wachezaji. Nitakupa mfano na mchezaji mmoja. Kuna mchezaji Yanga anaitwa Ekua. Yule mchezaji anatumia mguu wa kushoto. Mwalimu anamchezesha traditionally kizamani. Kisa anatumia mguu wa kushoto, mwalimu anampanga flank ya kushoto. Akicheza huku anawapa faida Yanga moja tu wakati wanashambulia, kutengeneza kwa kupiga cross. Ndio ile mpaka umalize uwanja, au hata kama atafika mwisho uwanja anaweza akapiga katibaki cross akapiga V. Lakini anakupa advantage moja. Na ndio maana jana ilikuwa kuna mpira mmoja kama unakumbuka kipindi cha kwanza, ulikuja umetokea upande wa kulia, yeye akabidi apige na mguu wa kulia ambao hana ufanisi nao, akaukosa bwana, ukaenda juu. Kweli. Lakini unajiuliza angekuwa ametokea upande wa kulia na yeye anatumia mguu wa kushoto, ule mpira angeukevu kwa mguu wa kushoto kwenda far post. Kwa hiyo mwalimu nimemwona alikuwa anamtumia kwenye mechi ya wiki ya Mwananchi, kamtumia kama winga ama mshambuliaji anayetokea kushoto. Kwenye mechi ya Yanga dhidi ya Simba na ilikuwa akapata nafasi, alikutana yeye na Musa Pinpin Kamara, alafu kulia kwake alikuwa yuko Mzize. Akataka kupiga pasi kwa sababu kufunga alishindwa, yengo ishakuwa ngumu kwa mguu wake anapotokea. Amepiga pasi, Rushani kaja akaiblock. Mechi ambayo amecheza jana pia nitakupa mfano. Jana pia akamchezesha huko. Hata ile mechi ya kimataifa aliyocheza Angola, kamchezesha huko kushoto. Mechi ya jana kamchezesha huko kushoto. Mchezaji anakuwa hana impact. Mashabiki ambao baadhi yao hawana uelewa mkubwa na mpira watamwona yuko anazingua. Kumbe anayezingua ni mwalimu kumpanga kule, lakini angekuwa anamchezesha kule alikocheza Edmund jana, angekuwa anamchezesha yuko atoke upande wa kulia. Lakini kuna muda walibadilishana kuingia akitokea upande wa kulia, kwa sababu pale anakuwa na faida mbili, sio moja. Kule ana uwezo wa kutengeneza, lakini ana uwezo ukiacha kutengeneza kupiga in swing cross, lakini ana uwezo wa kucut in mwenyewe, akatandika, akapiga mwenyewe, au akacheza combinational play, wakafungua njia akapiga. Lakini ukimchezesha upande huu, kwa siku zote ataonekana mpira ajue anabahatisha. Kumbe ni namna mwalimu anavyomtumia. Kuwa hatumiki vizuri. Mwalimu position anayomchezesha ni sahihi, lakini upande anaotokea wa kushoto kwangu mimi kwa kuwa kule ana struggle, anapata tabu sana. Sawa. Ukitizama mabao ambayo Yanga wamefunga jana, bao la kwanza ilikuwa ni mpira wa kona. Edmund John anapiga kona ambayo inamaliziwa na Lasine Kouma. Lakini kipindi cha pili kuna bao la pili ambalo linafungwa. Mohamed Hussein anatoka na mpira nyuma, anakwenda anatoa pasi kwa Lasine Kouma, anaupata tena, anapeleka kwa Dumbia, unamkuta tena, anatoa kwa Edmund John, unamkuta tena, anapiga cross, inakwenda katikati, inamaliziwa. Bao la tatu pia ambalo anafunga Mudathiri Yahya, mpira unapigwa na goalkeeper kutoka nyuma, unakwenda kwa Prince Dube mbele kabisa upande ambao kwenye lango la Pamba. Dube anatoa pass kwa Mudathiri, Mudathiri anampa Pacome, Mudathiri anaingia tena ndani, Pacome anampa cross. Ni kama Yanga sasa hivi sio ile ya kampa tena. Wanatulia, wanapiga pasi 2-3 tayari wamefika golini. Na mashabiki hawaridhiki. Je, Yanga inacheza vibaya au ndo wanatakiwa kukubaliana na hiyo style mpya direct football? Yanga bwana, nikwambie kitu ukweli ambao pengine mashabiki wengi hawajaugundua au whatever the case, lakini ukweli ni kwamba Yanga wameanza upya. Yaani Yanga wameanza upya. Mimi sitaki kuamini kwamba mwalimu hata kikosi anachokipanga eti kuna sababu nyingi kwamba ana mechi Jumamosi, sijui anahofia atapoteza ndio maana anafanya mabadiliko. Hapana. Naamini anafanya rotation kuwapa nafasi baadhi ya wachezaji kama wakina Boyeli jana. Lakini hata jana Boyeli utamuona tu kama anabahatisha, kwa sababu timu alianza nayo kucheza ilikuwa inafanya makosa mengi.
Jana timu kupossess tu kulikuwa kuna tatizo. Mashabiki wa Yanga wanatakiwa wajue kocha wao huyu amekuja amewaanzisha upya. Na hizi ndio changamoto ambazo mara nyingi nazizungumza mimi. Zinatokana na walimu kuzikuta timu hazina falsafa. Na hapo kabla hujafika mbali, Yanga mwalimu hawana falsafa. Ukija kwenye kipindi ambacho Gamondi alikuwa anacheza Nabi, timu zote za Tanzania I say, kwa hiyo manake Yanga wanafuata upepo wa kocha. Exactly. So yani Yanga na klabu zingine zote wana respond vile ambavyo kocha anataka. Yani kocha anapokuja anataka hiki, klabu inatoa response ya kumpa wachezaji labda kwa mfano wanaohitaji. Lakini kwenye uchezaji klabu hazina falsafa. Nitakupa mfano. Yanga msimu uliopita wakati ameondoka Miguel Gamondi, wakati amekuja Sid Ramovic alikuja na staili ya tofauti ya uchezaji na ile aliyokuwa anaitumia Miguel Gamondi, ambaye alikuwa ameshahudumu Yanga kwa msimu mzima. Alafu ameuanza ule msimu mechi za mwanzo anaondoka, manake huyu ndani ule msimu mzima alokaa Gamondi alishatengeneza falsafa yake, yani timu icheze kwenye falsafa anayoamini yeye Gamondi kwa wachezaji aliokuwa nao. Anaingia Sid Ramovic Yanga, yeye kwa wachezaji aliokuwa nao akaja na staili yake tofauti ya kucheza inayoendana na falsafa anayoamini yeye. Ndio ile akaipa jina gusa achia twende kwa pasi 2-3 Yanga wako golini. Timu ilikuwa inapata matokeo, ina flow vizuri, inashinda, lakini mashabiki wako mbona hii tofauti na ilivyokuwa kwa kocha Miguel Gamondi. Na mpaka baadhi ya wao wenyewe viongozi wa klabu wakawa na admit kwamba mazoezini sio tunaenda mazoezini tunaona mazoezi ya sasa timu inavyoandaliwa ni tofauti na alivyokuwa akiandaa Miguel Gamondi. Akaondoka akaja Miluda Hamdi staili ya timu ilivyokuwa inacheza ni kutokana na aina ya falsafa anayoiamini yeye. Na ndiyo maana anasema changamoto kubwa ni hizi klabu zetu hapa nyumbani kutokuwa na falsafa. Ukiwa na falsafa ya klabu ambayo imeandaliwa na mkurugenzi wa michezo ama mkurugenzi wa ufundi, falsafa inayoandaliwa na ukuwa ya timu kulingana na aina ya wachezaji ambao tuko nao na kasha yetu, ile ndio ambayo inamuongoza mkurugenzi wa ufundi kutafuta kocha mpya wa timu. Wakati timu imepoteza kocha, ameondoka au amefukuzwa, mkurugenzi wa ufundi huwa anatafuta kocha ambaye ana falsafa inayoendana na falsafa ya klabu. Au atamhitaji mwalimu ambaye atakubali kuwa flexible, aje kufanya kazi kulingana na falsafa ya klabu ilivyo. Inahitaji wachezaji wa aina gani, wachezaji watakuwa wanafanya nini. Hayo ni mambo ambayo falsafa ndio inaongoza. Kwa mwalimu unaona leo hii akienda FC Barcelona, iko falsafa pale ya TikTok ambayo wanakuja walimu wenye falsafa tofauti, kina Hansi Flick, kina Ronald Koeman, wamekuja kina Ernesto Valverde, kina Pep. Kila mtu anakuja pale kina ambao bwana klabu falsafa yake ni hii. Kwa mwalimu unapewa muda wa kuiadapt ile falsafa na kikosi chako kiandae na falsafa ya timu. Kwa hiyo kwangu mimi naamini kama Romain Folz angeikuta Yanga haina wachezaji wazuri, angepata tabu sana kupata matokeo. Haya matokeo anayoyapata sio ubora wake yeye tu wa kuiandaa timu, lakini pia lazima uweke credit wape wachezaji. Yeye Romain Folz pia yuko kwenye timu ambayo ina wachezaji wazuri sana. Wachezaji wanambeba sana kwa sasa kwa sababu bado anajitafuta kuingiza system yake kwenye timu, wachezaji wa adapti, timu ianze kuflow. Maana yake ni kwamba kwa sasa Romain Folz ubora wa wachezaji wa Yanga unampa advantage kubwa. Nitakupa mfano. Hichi alichokifanya jana Zimbo kwenye ile assist sio jambo geni. Yaani ile Zimbo ameshakuwa akifanya hivyo tangu yuko Simba. Yaani mpaka timu ya taifa anajua ana overlap, kuna muda anaenda mbele, anatengeneza assist, watu wanafunga. Sio jambo geni. Angalia goli alofunga Mudathir, yaani kuna ugeni wa Mudathir kwenye lile. Tushazoea kumuona Mudathir kama box to box midfielder, timu inapokuwa na mpira ikifika mbele na huwa anaingia kwenye box, anaongezeka. Pako Mzuzu zile cross amekuwa akipiga za style ile tangu tumemfahamu amekuja Yanga. Kwa pale unagundua hakukuwa na kitu kipya kwenye yale magoli ya Yanga ya jana walotengeneza goli la pili na goli la tatu. Kwa sababu wale wachezaji hata kabla Romain Folz hajaja ndivyo walivyokuwa wakifanya vile na walikuwa wakisaidia Yanga kupata matokeo. Kwa hiyo kwangu naamini
Kwa sasa wakati Romain Folz anajaribu kuintroduce vitu vipya kwenye timu, ana bahati amekutana na timu ambayo ina wachezaji wengi wazuri. Kwa hiyo kwake yeye wanamsaidia kwenye hichi kipindi ambacho anajaribu kuleta vitu vipya kwenye timu, wao wanaendelea kudeliver. Lakini ukiniambia kwa mwanga, unaonekana kwa mbali sana kwamba anachokitaka Romain Folz kinawezekana, lakini ana baadhi ya mambo anatakiwa abadilishe. Kwa mfano namna anavyowatumia wachezaji, nimekueleza mfano wa Ekua, namna anavyomtumia. Mimi naamini anawezekana kabisa akaja kuwa kocha mzuri, lakini kwa sasa lazima una vitu abadilishe kwenye kipindi hichi ambacho hata yeye anaingiza vitu vipya kwenye timu. Pia kuna watu ambao wanaona kocha Folz hatoshi. Vipi kwa upande wako, anastahili kupewa muda au Yanga wanatakiwa kufanya maamuzi magumu mapema? Kuna mambo mawili kwa Folz. Yanga hapo wana beti. Wanacheza kamari hapo kwa Romain Folz. Inawezekana wakampa muda akafanya vizuri. Inawezekana akapewa muda asifanye vizuri. Inawezekana wakaamua kumwacha, wakamleta mtu kama Nabi ambaye mimi sina mashaka. Mtu kama Nasreddine Nabi akija kwenye Yanga ile ndio ya moto sana kuliko Yanga aloiacha. Basi kwa maana hiyo Folz ana uwezo mdogo ukimlinganisha na Nabi. Exactly. Sasa Nabi alikuta Yanga ikiwa mbovu, akasaidia kuisuka mpaka system nzuri ya timu ikawa imara, ndo akaja akaondoka. Romain Folz kaja amekuta tayari kuna system watu walishazi establish. Sheikh alichokifanya Nabi ndio alikuwa mkombozi wa kwanza wa ng'ambo. Yeye ndio alianza kuisuka system ya Yanga. Baada ya system kuwa imara, anaondoka pale Yanga, makocha walokuja kama kina Gamondi walikuja kufanya some adjustment. Baadhi tu ya vitu vichache ndio customize ili wapate wanachokitaka kwa wachezaji. Lakini amekuja huyu kocha, yeye ametaka kuleta kitu kipya kwenye timu. Maana yake kinaonekana kitawachukua muda kidogo Yanga mpaka kije kuingia na kiclick. Ndio maana nasema wakimpa muda anaweza kweli akawasaidia baadaye huko mbeleni. Lakini zikitokea hizo changamoto za pressure za Yanga siku imeingia uwanjani imekosa matokeo, watamshika mashati ule kocha.